2026-2027. Asante Mheshimiwa wabunge. Sasa nimwite Mheshimiwa Patrobas Katambi, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, kwa ajili ya kuwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara yake kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Waziri, karibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu lipokee na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya mwaka 2025-26 na kupitisha makadirio na mapato ya matumizi ya fedha ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Aidha, pamoja na muhtasari huu, naomba hotuba yangu ipokelewe na kutambuliwa kama kumbukumbu rasmi ya Bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya njema na kuniwezesha kuwasilisha hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kwa mara ya kwanza nikiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi. Aidha, namshukuru kwa dhati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kuniteua kuwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi tarehe 8 Januari 2026, na muahidi utii usiogawanyika kwake, kwa Mwenyezi Mungu, katiba na muda wote nitaviishi viapo vyangu kwa maslahi ya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuliongoza vema taifa letu kwa umahiri mkubwa na kuhakikisha kuwa maendeleo yaliyokusudiwa yanapatikana, na muomba Mwenyezi Mungu aendelee kumjalia afya njema, hekima, busara katika kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Naibu Spika, pia natoa pongezi kwa viongozi wote wa kitaifa akiwemo Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azani Zungu, Mbunge, Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daniel Ballard Silo, Mbunge, Naibu Spika, na Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania. Aidha, niwashukuru pia wenyeviti wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, viongozi hao kwa pamoja wameonyesha uwezo mkubwa katika kusaidia Mheshimiwa Rais kuliongoza taifa letu na kupata mafanikio makubwa ya kitaifa tunayojivunia. Aidha, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inaahidi kuendelea kupokea na kutekeleza maelekezo ya viongozi hawa katika kuimarisha amani na usalama nchini. Mheshimiwa Spika, vile vile natumia fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru waheshimiwa wabunge wote, ikiwa ni pamoja na wabunge mahiri na wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Mambo ya Nje, Ulinzi na Usalama chini ya uongozi wa Mheshimiwa Najma Murtaza Giga, Mbunge, na makamu mwenyekiti Pasco Inyasi Chinyere, Mbunge. Kamati hiyo imechambua kwa kina makadirio na mapato na matumizi ya wizara na kutoa ushauri uliosaidia kuboresha bajeti ya mwaka 2026-2027 na utendaji wa wizara kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa masikitiko makubwa naomba kutoa pole kwa wananchi wa majimbo yaliyopoteza wabunge wao, Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi aliyekuwa mbunge wa Isimani na waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa Jenista Mhagama aliyekuwa mbunge wa Peramiho, na Mheshimiwa Halima Idi Nasoro aliyekuwa mbunge wa Viti Maalum. Tunaomba Mwenyezi Mungu aziweke roho zao mahali pema peponi. Amen. Mafanikio yaliyopatikana katika mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Naibu Spika, katika utekelezaji wa mpango wa bajeti wa mwaka 2025-2026, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imepata mafanikio mbalimbali kama ilivyoainishwa katika kitabu cha hotuba yangu. Mafanikio hayo ni pamoja na kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama nchini. 2, kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma ya mahakama mtandao katika magereza 18 na hivyo kufikia magereza 84. Huduma hiyo kati ya magereza 125
iliyopo nchini imekuwa ikitolewa. Mafanikio hayo ni sehemu ya matokeo ya utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 13 Januari 2023. Tatu, Mheshimiwa Naibu Spika, kukamilisha mradi wa ununuzi wa mitambo na vifaa vya kuzima moto na uokoaji wenye thamani ya dola za Marekani milioni 100. Mradi huo umewezesha upatikanaji wa mitambo 150, boti 23, helikopta 1 kwa ajili ya uzimaji moto na uokoaji wa magari matatu ya kuzima moto na wa kemikali, magari 5 ya kubeba maji na mitambo 2 ya kuvuta magari mabovu yaliyopata ajali. Nachukua fursa hii kumshukuru kwa dhati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuliwezesha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kupata vitendea kazi ambavyo vitaongeza ufanisi na tija kubwa katika utendaji wa kazi. 4. Mheshimiwa, mafanikio mengine ni kufunga mifumo ya Advanced Passenger Information System APIS, Passengers Name Record katika viwanja vya ndege vya kimataifa kiwanja cha ndege cha Julius Kambarage Nyerere, kiwanja cha ndege mkoa wa Kilimanjaro Abedi Amani Karume, pamoja na kiwanja cha ndege cha mkoa wa Mwanza jijini Mwanza. Mifumo hiyo itawezesha upatikanaji wa taarifa za abiria mapema, kuzichambua na kufanya maamuzi stahiki kabla ya abiria hao kuruhusiwa kuanza safari ya kuja nchini. 5. Mheshimiwa Naibu Spika, kusajili na kutambua watu 1,145,334 wenye umri wa miaka 18 na kuendelea, na hivyo kufanya jumla ya watu waliosajiliwa na kutambuliwa mpaka sasa kuwa 27,186 na 421, sawa na 86% ya lengo la kusajili watu 31,447 na 938 kwa mujibu wa makadirio ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. 6. Kukamilisha ujenzi na kuanza kutumika kwa mfumo wa kielektroniki wa usajili na usimamizi wa jumuiya, ambapo kwa sasa huduma zote za usajili zinapatikana kupitia mfumo huo. 7. Kuanzisha kituo cha kupokea taarifa za uhalifu na usafirishaji haramu wa binadamu kinachowezesha wananchi kutoa taarifa na kupata elimu kwa kupiga simu bure kupitia namba 195. Na 8. Kuendelea kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia 2024-2034 katika magereza 129. Jeshi la Magereza kwa kushirikiana na wakala wa nishati LEA limewapatia majiko na mitungi ya gesi watumishi wote na kununua mashine 161 za kutengeneza mkaa mbadala kutumia mabaki ya mimea. Vile vile vyuo vya majeshi vyote nchini ambavyo viko chini ya wizara vimeachana na matumizi ya kuni katika kupikia na kuanza kutumia nishati safi. Hivyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jitihada hizi. Maeneo ya kipaumbele katika bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026-2027 Wizara ya Mambo ya Ndani imetekeleza maeneo 8 ya kipaumbele kama ifuatavyo: kuendelea kuboresha miundombinu ya vyombo vya usalama chini ya wizara, ikiwa ni pamoja na makazi ya maafisa, wakaguzi, askari na watumishi wasio askari; kuendeleza na kuboresha upatikanaji wa vitendea kazi ikiwemo vyombo vya usafiri na usafirishaji wa vyombo vya usalama vilivyopo chini ya wizara; kuendelea kufanya tafiti mbalimbali ili kubaini sababu na makosa mapya na kuweka mikakati ya kukabiliana nayo; kuendelea kuboresha matumizi ya TEHAMA katika huduma zinazotolewa na wizara pamoja na vyombo vyake; kuendelea kujengea uwezo watumishi na askari, kuwapatia mafunzo ili kuwaongezea weledi katika utekelezaji wa majukumu yao; kuanza ujenzi wa ofisi ya makao makuu ya NIDA jijini Dodoma na ofisi 31 ya usajili wa wilaya pamoja na kituo cha mafunzo ya matengenezo ya vifaa vya TEHAMA hapo Kibaha; kuanza ujenzi wa nyumba salama kwa ajili ya waathirika wa usafirishaji haramu wa binadamu jijini Dar es Salaam; na
18 kuimarisha shughuli za uzalishaji mali kupitia kilimo na mifugo, viwanda pamoja na utunzaji wa mazingira. Mheshimiwa Naibu Spika, hali ya usalama nchini. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, makosa makubwa ya jinai yalikuwa 39,027 yaliyotolewa taarifa katika vituo vya polisi ikilinganishwa na makosa ya jinai 40,022 yaliyotolewa taarifa katika kipindi kama hiki mwaka 2024-2025. Kupungua kwa makosa hayo kumetokana na kuongezeka kwa uelewa na ushirikiano wa jamii katika kubaini na kuzuia uhalifu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026/27, Wizara kupitia Jeshi la Polisi itaendelea kudhibiti uhalifu nchini ikiwemo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, udukuzi wa taarifa kimtandao na kukamilisha uanzishaji wa ofisi za kanda za upelelezi wa makosa ya jinai na uhalifu wa kimtandao katika jiji la Dodoma, Zanzibar na kuimarisha kikosi maalum kudhibiti taarifa potofu na uchochezi mtandaoni pamoja na kutoa elimu kwa umma kuhusu athari za kusambaza taarifa za uongo. Mheshimiwa Naibu Spika, usalama barabarani. Wizara kupitia Jeshi la Polisi itaendelea kudhibiti makosa ya usalama barabarani yanayosababisha vifo, majeruhi na kufanya doria katika barabara mbalimbali hapa nchini. Kupitia doria hizo, jumla madereva 351,541 walikiuka sheria za usalama barabarani, walikamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria ikiwemo kuwapa onyo, kuwatoza faini na kuwafikisha mahakamani kwa kuwafungulia kesi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026/27, Wizara kupitia Jeshi la Polisi itaendelea na mikakati ya kusimamia ipasavyo sheria ya usalama barabarani kwa kufanya doria, kuchukua hatua kwa wanaokiuka sheria hiyo na kutoa elimu ya umma kuhusu matumizi ya barabara. Mheshimiwa Naibu Spika, ulinzi wa amani nje ya nchi. Wizara kupitia Jeshi la Polisi imeendelea kutoa mchango katika kuboresha ulinzi wa amani nje ya nchi. Operesheni hizo zimehusisha ulinzi wa amani nchini Sudan, Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ushiriki huo unawaongezea askari hao ujuzi, uzoefu na weledi na nidhamu inayokidhi viwango vya kimataifa kitaifa na kimataifa, hali inayoiletea taifa letu sifa na heshima kubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi wa majengo ya polisi. Katika kipindi cha Julai 2025/26 hadi 2026, jumla shilingi bilioni 18.58 zimetolewa kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa miradi 6 ya Jeshi la Polisi iliyopo maeneo mbalimbali nchini pamoja na kukarabati majengo ya makao makuu ya jeshi jijini Dodoma. Vile wizara kupitia jeshi hilo imepokea shilingi bilioni 3 kwa ajili ya kuendeleza miradi ya ujenzi wa majengo 8 ya ghorofa ya kuishi familia 96 ya kambi ya kikosi cha kutuliza ghasia hapa jijini Dodoma. Ujenzi wa jengo moja umekamilika na majengo 7 yapo katika hatua mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, miradi mingine iliyotekelezwa na Jeshi la Polisi ni kama inayoonekana katika ukurasa wa 21 hadi ukurasa wa 23 wa kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, upatikanaji wa vitendea kazi. Wizara kupitia Jeshi la Polisi imepokea kiasi cha shilingi bilioni 247.48 kwa ajili ya ununuzi wa magari 412 na pikipiki 29 za kuongozea misafara. Hadi kufikia Aprili 2026, magari 26 na pikipiki 24 zimepokelewa na magari 336 yanatarajiwa kupokelewa ifikapo mwezi Juni 2026. Pia wizara imenunua vifaa vya kisasa vya uchunguzi na mawasiliano pamoja na doria mitambo yenye thamani ya shilingi bilioni 182 kwa ajili ya udhibiti uhalifu unaotokana na kukua kwa teknolojia ya habari na mawasiliano. Mheshimiwa Naibu Spika, miradi inayotekelezwa katika mwaka wa fedha 2026/27
Katika mwaka wa fedha 2026/27 wizara kupitia jeshi la polisi imetenga shilingi bilioni 171.54 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo kama ilivyoainishwa katika ukurasa wa 25 na 26 wa kitabu changu cha hotuba. Mheshimiwa Naibu Spika, miradi ya shirika la uzalishaji mali ya jeshi la polisi. Shirika la uzalishaji mali la jeshi la polisi linatekeleza majukumu ya kibiashara, uwekezaji katika miundombinu ya kisasa inayosaidia katika utekelezaji wa majukumu ya jeshi la polisi. Miongoni mwa miradi na shughuli zinazotekelezwa na shirika hilo ni mradi wa ujenzi wa vituo vya ukaguzi wa vyombo vya moto, utoaji wa huduma saidizi katika bandari ya Dar es Salaam pamoja na bandari ndogo zilizopo chini yake, utoaji wa huduma za ushonaji na usambazaji wa sare na vifaa vya ushonaji, utoaji wa mafunzo ya usalama wa taasisi mbalimbali na utoaji wa huduma ya ulinzi na miundombinu ya kimkakati katika serikali ikiwemo mradi wa mwendokasi wa awamu ya pili, DART phase 2, Posta Mbagala na soko kuu la kimataifa la Kariakoo. Mheshimiwa Naibu Spika, hali ya ulinzi na usalama magerezani. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya wafungwa na mahabusu 23,516 walihifadhiwa na kupatiwa huduma za msingi ukilinganishwa na wafungwa na mahabusu 27,088 walioko magereza katika kipindi hicho cha mwaka 2024-2025. Upungufu huo umechangiwa na uimarishwaji wa ushirikiano miongoni mwa taasisi za haki jinai katika kuhakikisha hali ya uhifadhi wa wafungwa na mahabusu magerezani inaimarika. Napenda kutumia fursa hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ridhaa yake ya kutoa msamaha kwa wafungwa pamoja na utekelezaji wa adhabu mbalimbali unaohusisha mpango wa parole na kifungo cha nje. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma za urekebishaji. Hadi kufikia Aprili 2026, jumla ya wafungwa 148 walipatiwa mafunzo ya ujuzi kupitia vyuo vya magereza. Aidha, katika kipindi husika wafungwa 239 wamehitimu mafunzo ya ujasiriamali na usimamizi wa biashara. Vilevile jeshi la magereza limezindua mwongozo wa urekebishaji wa wafungwa unaotokana na kusimamia utekelezaji wa programu za urekebishaji magereza. Mheshimiwa Naibu Spika, shughuli za kilimo, utunzaji wa mazingira na viwanda kutumika katika kuwapatia wafungwa stadi za kazi ya maisha na sehemu ya huduma ya urekebishaji. Katika msimu wa kilimo wa mwaka wa fedha 2025/26, jumla ya ekari 10,455.12 za mazao ya kilimo zimelimwa katika mashamba mbalimbali ya magereza. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kutekeleza maelekezo ya kujitosheleza kwa chakula cha wafungwa na mahabusu yaliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 9 Mei 2026, wakati akifunga rasmi mafunzo ya uongozi ya kozi ya juu ya 28 na uongozi daraja la pili la kozi namba 48 ya wizara kupitia jeshi la polisi na jeshi la magereza imetenga shilingi bilioni 10 ya bajeti ya mwaka 2026/27 kwa ajili ya kuanzisha mradi wa kimkakati wa shamba la kilimo kielelezo katika gereza la Molo lililopo wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa. Mradi huo ulitekelezwa kupitia kilimo cha umwagiliaji na uwezeshaji wa jeshi la magereza kujitosheleza kwa chakula na mahindi pamoja na maharage. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya magereza. Hadi kufikia Aprili 2026, shilingi bilioni 2.22 zilipokelewa kwa ajili ya ujenzi wa ofisi 2 za wakuu wa magereza wa mkoa wa Songwe, Geita pamoja na ukarabati wa gereza la Isanga Dodoma, Uyui Tabora, Ukonga Dar es Salaam na Liungu Mtwara. Ujenzi na ukarabati wa ofisi ya magereza hayo unaendelea na upo katika hatua mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026/2027 shilingi bilioni 7 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu mbalimbali ya magereza ili kubainishwa kama ilivyobainishwa katika ukurasa wa 41 na ukurasa wa 42 wa kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, upatikanaji, upimaji na ulipaji wa fidia.
Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, Jeshi la Magereza limepokea shilingi milioni 329 kwa ajili ya upimaji wa maeneo 17 nchini pamoja na ulipaji wa fidia kwa wananchi wa wilaya ya Kaliua, Tabora, ambapo maeneo yote yao yametwaliwa kwa ajili ya ujenzi wa gereza jipya la wilaya ya Kaliua. Aidha, katika mwaka wa fedha 26/27 shilingi milioni 900 zimetengwa kwa ajili ya kulipa fidia katika maeneo ya Msanga, Dodoma, Liwale, Lindi na Ilemela jijini Mwanza. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma ya uangalizi wa wafungwa na vifungo vya nje. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, Wizara imewezesha wafungwa 4815 kutumikia adhabu zao za nje ya magereza. Aidha, wafungwa 4200 wa vifungo vya nje walimaliza kutumikia vifungo vyao. Mheshimiwa Naibu Spika, katika utekelezaji wa adhabu za nje ya magereza umesaidia kupunguza msongamano wa wafungwa gerezani na kuwezesha serikali kuokoa zaidi ya shilingi bilioni 14.33 ambazo zingetumika kuhudumia wafungwa hao endapo wangetumikia kifungo magerezani. Aidha, kazi zinazofanywa na wafungwa hao zimeokoa jumla ya shilingi bilioni 9.6 ambazo zingetumiwa na serikali kuwalipa vibarua. Hivyo jumla ya fedha zote zilizookolewa kupitia huduma hizo ni shilingi bilioni 29.93. Hili ni jambo la kupongeza sana uongozi wa magereza na mpango mzuri ambao umewekwa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026/27 Wizara imepanga kutumia shilingi bilioni 4.97 kwa ajili ya kuwaweka kwenye programu ya vifungo vya nje na kuwasimamia wafungwa zaidi ya 6500. Pia itatoa elimu ya utekelezaji wa programu hiyo kwa wadau na haki jinai na kuanza kutumia mfumo wa kielektroniki wa usimamizi wa taarifa za wafungwa wa vifungo vya nje gerezani. Mheshimiwa Naibu Spika, miradi ya shirika la magereza SHIMA. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia Aprili 2026, shirika la magereza limekamilisha miradi ya ujenzi wa majengo na ofisi za taasisi na kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Morogoro na ofisi ya mamlaka ya serikali IGA mkoa wa Iringa. Shirika pia limeendelea na miradi ya ujenzi wa vituo vya zimamoto na uokoaji katika mkoa wa Mara, Singida, na ujenzi wa vituo hivyo unatarajiwa kukamilika ifikapo Oktoba 2027. Mheshimiwa Naibu Spika, shughuli nyingine zilizotekelezwa na ujenzi wa miundombinu ya chuo cha Jeshi la Magereza zimamoto na uokoaji kilichopo Chogo Handeni, Tanga, na ujenzi wa jengo la ofisi ya manispaa ya Iringa. Vile kupitia kampuni tanzu ya ulinzi Shima Guard Company Limited, shirika limefanikiwa kutoa huduma ya ulinzi kwa taasisi za umma 42 na binafsi 19. Huduma hiyo imetoa ajira kwa vijana wa Kitanzania 927. Mheshimiwa Naibu Spika, miradi mingine inayotekelezwa na shirika hilo ni kama ilivyobainishwa katika ukurasa wa 46 na hadi ukurasa wa 49 wa kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma za zimamoto na uokoaji. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi 2026, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limezima moto na kufanya uokoaji katika matukio 4436 ambapo majeruhi 1713 waliokolewa. Katika mwaka wa fedha 2026/27 jeshi hilo litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi ili kupunguza madhara yanayotokana na moto na majanga mengine. Mheshimiwa Naibu Spika, ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto. Hadi kufikia Aprili 2026, Wizara kupitia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji imefanya ukaguzi wa kinga na tahadhari za moto na majanga mengine katika maeneo 62,100 ambapo kiasi cha shilingi bilioni 12.29 kilikusanywa sawa na 98.38 ya lengo la kipindi husika. Katika mwaka wa fedha 2026/2027 jumla ya maeneo 110,000 yalikaguliwa na shilingi bilioni 17 zilitarajiwa kukusanywa. Ununuzi na ukarabati wa fire hydrants. Mheshimiwa Naibu Spika,
Kutokana na uhitaji mkubwa wa mabomba maalum ya kuchukulia maji ya magari ya kuzima moto fire hydrants, hasa katika ngazi ya wilaya na halmashauri, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kushirikiana na mamlaka za miji zinatekeleza mpango wa miaka mitano, yani 2025 hadi 2030 kwa ajili ya kufunga fire hydrants 4256 katika ngazi za wilaya na halmashauri zinazowezesha upatikanaji wa maji ya kuzima moto. Hadi kufikia Aprili 2026, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limeweza kupokea fire hydrants 56 kutoka mamlaka za maji zilizofungwa katika mikoa 13 nchini. Aidha, katika mwaka wa fedha 2026-2027 shilingi milioni 600 zimetengwa kwa ajili ya ununuzi wa fire hydrants 272. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi wa vituo makazi ya askari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Wizara kupitia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji imeendelea na ukamilishaji wa vituo 7 vya zimamoto na uokoaji nchini. Hadi kufikia Aprili 2026, ujenzi wa vituo viwili umekamilika katika mikoa ya Njombe, Simiyu. Aidha, umaliziaji wa vituo 5 katika mikoa ya Manyara, Katavi, Geita, Kagera, Songwe unaendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile jeshi limepokea shilingi bilioni 2.46 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya zimamoto na uokoaji katika wilaya ya Bunda, Gairo, Nzega, Sengerema pamoja na halmashauri za Chalinze na Mafinga na kufanya ukarabati wa kituo cha zimamoto na uokoaji mkoani Ruvuma. Aidha, katika mwaka wa fedha 2026/27 shilingi bilioni 10.6 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa vituo 7 vya zimamoto na uokoaji katika mikoa ya Dodoma, Kigoma, Kilimanjaro, Mbeya, Mwanza pia na Shinyanga. Mheshimiwa Naibu Spika, elimu kwa umma. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia mwezi Aprili 2026, elimu na kinga na tahadhari ya zimamoto na majanga mengine imetolewa katika maeneo 23,327 yenye mkusanyiko mikubwa ya watu pamoja na kupitia vyombo vya habari na kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Katika mwaka wa fedha 2026/27 serikali imetenga jumla ya shilingi milioni 669.21 kwa ajili ya kukamilisha utoaji wa elimu kwa umma na kuhamasisha wananchi kujiunga na vikundi vya wazimamoto wa jamii. Mheshimiwa Naibu Spika, utoaji wa huduma ya kiuhamiaji nchini. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya wageni milioni 2,529 waliingia nchini ikilinganishwa na wageni milioni 1,839,342 walioingia katika kipindi kama hicho kwa mwaka wa fedha 24/25. Ongezeko hili la wageni limetokana na jitihada zilizofanywa na serikali ya awamu ya 6 kiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira bora ya kuwavutia wageni katika sekta za utalii na utekelezaji wa huduma za kijamii. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya Watanzania 476,190 walitoka nchini na 443,561 walirejea nchini ikilinganishwa na Watanzania 400,434 waliotoka nchini na 376,011 waliorejea katika kipindi kama hicho kwa mwaka wa fedha 2024/2025. Pasipoti na hati nyingine za safari. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya pasipoti 78,583 zilitolewa kwa Watanzania ikilinganishwa na pasipoti 114,448 zilizotolewa katika kipindi kama hiki kwa mwaka wa fedha 24/25. Aidha, hati za safari za dharura 226,400 zilitolewa ikilinganishwa na hati za safari za dharura
4,387 zilizotolewa kwa mwaka wa fedha 2024/2025. Kwa mwaka 2026/27 idara ya uhamiaji itaendelea na kutoa pasipoti na hati za safari kwa raia wa Tanzania ili kuwawezesha kusafiri nje ya nchi kwa madhumuni mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, operesheni misako, doria na ukaguzi. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara kupitia idara ya uhamiaji imeendelea kufanya operesheni misako, doria na ukaguzi katika maeneo mbalimbali kwa lengo la kubaini na kuwakamata, kuwadhibiti wahamiaji haramu wanaoingia nchini. Hadi kufikia Aprili 2026, jumla ya watuhumiwa 49,469 wa makosa ya kiuhamiaji walikamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria, ambapo kati ya hao wahamiaji haramu 34,099 waliondoshwa hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kukabiliana na wahamiaji haramu hususan katika mikoa ya mipakani, Wizara kupitia idara ya uhamiaji imeanzisha kanda maalum ya uhamiaji katika mikoa ya Kagera, Kigoma. Aidha, idara itaendelea kufanya misako na doria na kuanzisha kanda nyingine katika maeneo ya kimkakati yenye mwingiliano mkubwa wa wageni ili kuhakikisha wahamiaji haramu wanadhibitiwa ipasavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kutoa rai kwa Watanzania na kuendelea kushirikiana na idara ya uhamiaji katika kuwafichua wageni wanaoishi katika maeneo kinyume na sheria, kanuni na taratibu za nchi, na kufanya hivyo kutaifanya Tanzania kuendelea kuwa nchi salama. Mheshimiwa Naibu Spika, shughuli nyingine zinazotekelezwa na wizara kupitia idara ya uhamiaji ni kama vilivyobainishwa katika ukurasa wa 61 na ukurasa wa 62 wa kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, usajili na utambuzi wa watu nchini. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, wizara kupitia mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA imesajili na kutambua watu 1,145,334 wenye umri wa miaka 18 na kuendelea. Aidha, katika kipindi husika jumla ya watu 857,244 wamepatiwa namba za utambulisho wa taifa na hivyo kufanya jumla ya watu waliopata namba hizo mpaka sasa kuwa 22,664 milioni 22,654,206. Namba hizo zinawawezesha wananchi kutambulika wakati wa kupata huduma mbalimbali za kiuchumi, kijamii katika taasisi za umma na taasisi binafsi. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kuwahimiza waajiri wote nchini kuhakikisha kuwa waajiriwa wao wanahakikiwa kwa kutumia NIDA ili kujiridhisha kuhusu uraia wao pamoja na taarifa nyingine za utambuzi, hivyo kuendelea kuimarisha usalama wa taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi husika vitambulisho 232,535 vimechapishwa na kusambazwa katika ofisi za usajili wa wilaya na zile ofisi za NIDA, kufanya jumla vitambulisho vilivyochapishwa na kusambazwa kuwa 21,553,057. Aidha, jumla vitambulisho 275,682 vimegawiwa kwa wananchi na kufanya jumla vitambulisho vilivyogawiwa kuwa 20,894,235. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na serikali kuongeza huduma ya ugawaji wa vitambulisho karibu na wananchi na kuanzisha huduma ya kutuma ujumbe mfupi kwa wananchi ambapo vitambulisho vimechapishwa na kuwataka kufika katika ofisi za wilaya walizojisajili ili kuvichukua, bado kuna vitambulisho 668,822 katika ofisi za wilaya za NIDA ambavyo havijachukuliwa. Mheshimiwa Naibu Spika, pia NIDA imeanzisha namba maalum ya kutuma ujumbe mfupi bila malipo SMS ambayo ni 15274. Namba hiyo inamwezesha mwananchi kufuatilia hatua ya maombi yake ya kitambulisho cha taifa ilipofikia pamoja na kupata namba yake ya utambulisho bila kulazimika kufika katika ofisi za NIDA. Aidha, katika kuhakikisha NIDA
inakuwa na kanzidata zenye taarifa sahihi za watu. Serikali imetoa kibali maalum mwaka mmoja kuanzia mwezi Oktoba 2025 hadi Septemba 26 cha kuruhusu wananchi waliotoa taarifa sahihi wakati wa usajili kufanya mabadiliko ya taarifa na kutoa taarifa sahihi. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kutoa wito kwa wananchi na waheshimiwa wabunge waliopewa taarifa ya kuchukua vitambulisho vyao kujitokeza kwenda kuvichukua. Pia wanaoomba kutumia namba 15274 kupitia simu zao za mkononi kufuatilia maombi ya vitambulisho vya taifa. Aidha, natoa rai kwa wananchi wenye changamoto za taarifa zao katika mfumo wa NIDA kutumia fursa iliyotolewa ya kufanya maboresho ya taarifa hizo kwa kutoa taarifa sahihi. Mheshimiwa Naibu Spika, uunganishaji wa mfumo wa NIDA na mfumo ya taasisi nyingine. NIDA itaendelea kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama Dr. Samia Suluhu Hassan, hasa katika kuhakikisha mfumo ya taasisi zinazotoa huduma kwa wananchi zinasomana. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi 2026, NIDA imeunganisha taasisi 17 na mfumo wa usajili na utambuzi na kufanya jumla ya taasisi 147 zilizounganishwa na mfumo huo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026/27, Wizara kupitia NIDA imetenga shilingi bilioni 132.26 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali kama ilivyobainishwa katika ukurasa wa 68 hadi 70 katika kitabu changu cha hotuba. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma kwa wakimbizi. Hadi kufikia Aprili 2026, nchi yetu ilikuwa na hifadhi jumla ya wakimbizi, waomba hifadhi na waomba hifadhi 158,954, ambapo kati ya hao 70,952 ni wenye asili ya nchi ya wenzetu Burundi na 87,303 wana asili ya ndugu zetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na 699 kutoka katika mataifa mengine mchanganyiko. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara kwa kushirikiana na Shirika la Umoja wa Mataifa na kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR pamoja na wadau wengine muhimu imekamilisha zoezi la mahojiano ya kina na wakimbizi wenye asili ya nchi ya Burundi waliopo katika kambi zote na makazi ili kuweza kuwatafutia suluhisho la kudumu. Matokeo ya zoezi hilo yamebainisha kuwa zaidi ya 95% ya wakimbizi hao hayakuwa na sababu za msingi za kuendelea kuwepo katika hifadhi za kimataifa, kwa kuwa nchi hiyo sasa ina amani, ina utulivu wa kisiasa na unaowezesha urejeaji salama kwa kuzingatia utu na sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, zoezi hilo lilifuatiwa na mkutano wa pande tatu baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya nchi ya Burundi na UNHCR uliofanyika tarehe 26 hadi 28 Novemba 2025 jijini Dar es Salaam. Mkutano huo ulithibitisha kuwa wakimbizi hao hawana sababu ya kuendelea kuwepo nchini kwa kuwa nchi yao ni salama, na hivyo kuweka makubaliano kuwa wao wanaweza kurejea nchini kwao ikifikapo mwishoni mwa mwezi Juni 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia Aprili 2026, jumla ya wakimbizi 76,403 walirejeshwa nchini Burundi kwa hiari yao na hivyo kupelekea wakimbizi kufungwa kwa kambi ya wakimbizi ya Nduta iliyopo wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Vilevile wakimbizi 561 walihamishwa nchini kwenda nchi za Australia, Canada, Sweden, Ufaransa na Uingereza. Katika mwaka wa fedha 2026/27, Wizara imetenga fedha bilioni 3.62 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za usimamizi wa masuala ya wakimbizi nchini. Usajili na ukaguzi wa jumuiya za kiraia. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya jumuiya za kiraia 126 zimesajiliwa ambapo 12
ni jumuiya za kidini na 114 zisizo za kidini. Pia ukaguzi wa jumuiya za kiraia 350 umefanyika katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Kilimanjaro, Mbeya, Morogoro, Mwanza, Ruvuma na Songwe. Lengo la ukaguzi huo ni kufuatilia utekelezaji wa masharti ya usajili pamoja na kubaini mchango wa jumuiya hizo katika maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, pia wizara imeanzisha programu ya ushirikishwaji ili kuimarisha uelewa na uwajibikaji wa viongozi wa jumuiya za kiraia katika uendeshaji wa jumuiya zao. Kupitia programu hiyo, jumla ya viongozi wa jumuiya za kidini na zisizo za kidini 2500 walipatiwa mafunzo kuhusu uendeshaji wa jumuiya unaozingatia sheria na kuimarisha amani, utulivu na mshikamano wa kitaifa katika mwaka wa fedha 2026-2027. Wizara imetenga shilingi bilioni 1.57 kwa ajili ya shughuli za usimamizi na uratibu wa shughuli za jumuiya za kiraia hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya waathirika 160 wa usafirishaji haramu wa binadamu waliokolewa na kusaidiwa. Kati ya waathirika hao 126 waliokolewa nchini na waathirika 34 waliokolewa kutoka katika mataifa mengine. Vile vile katika kipindi husika watuhumiwa 57 walikamatwa kutokana na kujihusisha na uhalifu wa usafirishaji haramu wa binadamu. Kati ya hao watuhumiwa 45 walifikishwa katika mahakama na 12 uchunguzi unaendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile wizara imetoa mafunzo maalum ya kupambana na uhalifu unaosababisha na usafirishaji haramu wa binadamu kwa wadau 314 wa haki jinai katika mikoa ya Dar es Salaam, Kigoma, Kagera, Mwanza na Singida. Mafunzo hayo yalilenga kujengea uwezo wa kuwatambua waathirika na kutoa huduma stahiki na kufanya upelelezi na kuendesha mashtaka kwa ufanisi. Mheshimiwa Naibu Spika, sambamba na hilo, wizara imetoa elimu ya kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu kwa jamii kupitia mitandao ya kijamii, vipindi vya redio, televisheni na makongamano, semina na mikutano, maonyesho mbalimbali ambapo jumla ya wananchi 19,076 walifikiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara ilianzisha kituo cha kupokea taarifa za uhalifu wa usafirishaji haramu wa binadamu, Counter Trafficking in Persons Call Center, ambapo wananchi wanaweza kutoa taarifa za dharura, kupata elimu na kupiga simu bure kupitia namba 195. Napenda kutoa rai kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa na kupata elimu kuhusu usafirishaji haramu wa binadamu kupitia namba 195. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026/27 wizara imetenga shilingi bilioni 2.76 kwa ajili ya kuendelea kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu pamoja na kutoa huduma kwa waathirika wake. Mheshimiwa Naibu Spika, shukrani. Ninaomba nitumie fursa hii kuwashukuru sana Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahmud, Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, mbunge wa Chahani, mkoa wa Kaskazini Unguja, kwa kazi yake nzuri anayoifanya katika kunisaidia majukumu kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Aidha, nimshukuru sana ndugu Dr. Ali Senga Gugu, Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, yeye pamoja na Dr. Maduhu Kazi Isaac, Naibu Katibu Mkuu, kwa ushirikiano wao wanaonipatia katika kusimamia na kutekeleza majukumu ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Kweli Mheshimiwa Naibu Spika, kazi yao imetukuka, uzalendo wao na uchapakazi wao wamekuwa msaada sana kwa taifa letu, lakini pia kwa nchi yetu. Vile vile Mheshimiwa Naibu Spika, nawapongeza wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama vilivyopo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani kwa kuendelea kuhakikisha nchi inakuwa na amani na utulivu, hivyo kuweka mazingira rafiki kwa wananchi na wageni, kuwashirikisha kikamilifu katika maendeleo ya uchumi na kijamii.
Viongozi hao ni Inspekta Jenerali wa Polisi wa Jeshi la Polisi Camillus Mongoso Wambura, Kamishna Jenerali wa Magereza Jeremia Yoram Katumbu, Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji John William Masunga na Kamishna Jenerali wa Uhamiaji Dr. Anna Peter Makakala. Pamoja nao nampongeza sana Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa ndugu James Wilbert Kaji kwa uongozi wao makini na kunipa ushirikiano wa kutosha, na hakika Mheshimiwa Naibu Spika, watu hawa wana uzalendo uliotukuka, wanafanya kazi yao kwa kuangalia maslahi mapana ya taifa letu, na wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama, na hivyo ni hakika kwamba tunamsaidia vizuri Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, niwashukuru sana pia Mheshimiwa Jaji Stephen Magoiga, mwenyekiti wa Kamati ya Taifa kwa Huduma kwa Jamii, Mheshimiwa Balozi Hamisi Kagasheki ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya Parole, IGP mstaafu Ernest Mangu, mwenyekiti wa Kamati ya Kitaifa ya Kuzuia na Kupambana na Usafirishaji Haramu wa Binadamu, ndugu Omar Isa, mwenyekiti wa bodi ya Shirika la Uzalishaji Mali na Jeshi la Polisi, Meja Jenerali mstaafu Hamisi Araf Mfuko, mwenyekiti mstaafu wa bodi ya Shirika la Magereza, kwa uongozi wao mahiri katika kusimamia kamati na bodi hizo. Uongozi wao umeongeza ufanisi katika wizara. Pia napenda kutambua mchango ya wajumbe wote wa kamati na bodi hizo ambayo imeongoza ufanisi katika kuimarisha utendaji wake. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii pia kuwashukuru watumishi wote wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, wakiwemo wakurugenzi wasaidizi, makamishna, naibu makamishna, wakuu wa vitengo, maafisa, wakaguzi, askari, kwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi, na jitihada zao zimechangia kuleta tija kubwa katika utekelezaji wa mipango ya bajeti ya wizara ya mwaka wa fedha 2025/26, lakini kuendelea kulilinda taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara inashukuru jumuiya za kikanda nchini mbalimbali zikiwemo Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, pamoja na nchi wanachama wa nchi hizo. Pia inaishukuru nchi za Brazil, China, India, Indonesia, Jamhuri ya Korea Kusini, Misri, Ujerumani, Umoja wa Falme za Kiarabu, Urusi, Uturuki kwa ushirikiano wao katika masuala mbalimbali kwenye nyanja mbalimbali za ulinzi na usalama wa taifa letu, na hata zile ambazo sijazitaja. Mheshimiwa Naibu Spika, pia nawashukuru mashirika na taasisi za kimataifa zikiwemo FSDT, GIZ, OIM, UNDP, UNHCR, UNICEF, World Bank, WFP, Kamatek, Chuo cha Uhasibu Arusha, Chuo cha Ustawi wa Jamii Dar es Salaam, NACTIVATE, Puma Energy, REA, Rusumo Power Company Limited, STAMICO, Taifa Gas, TPA, VETA, benki za CRDB na NMB kwa kuunga mkono serikali katika shughuli na kuimarisha amani na utulivu katika nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, ninazishukuru jumuiya za kidini na zisizo za kidini na mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na vyombo vya habari kwa kushirikiana na wizara katika kutekeleza majukumu na jitihada na juhudi za kuhimiza amani na umoja wa taifa letu hapa nchini. Pia napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wananchi wote kwa moyo wa uzalendo na ushirikiano na ushiriki wao katika kulinda na kuendeleza amani na utulivu katika maeneo yao. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee na kwa moyo wa dhati naishukuru pia familia yangu, wakiwemo wazazi wangu Dr. Katambi and Mrs. Katambi, mke wangu Violet Shaw Katambi na watoto wangu Ernestina, Praise, Michelle na John Denzel kwa kunipa ushirikiano unaowezesha kutekeleza vema majukumu ya wizara. Pia niwashukuru sana wananchi wa jimbo la Shinyanga pamoja mjini kwa upendo wao na kunichagua na kushirikiana nami katika kuleta maendeleo ya jimbo la Shinyanga. Aidha, nishukuru sana viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wangu wa mkoa
na wilaya, lakini pia viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi Taifa kwa ushirikiano wao mzuri. Tunaye Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa na viongozi wote wa mkoa wetu wa Shinyanga, mkuu wetu wa wilaya, lakini maalum mwenyekiti wetu mzee wetu Mabala, lakini pia wabunge wote wa mkoa wa Shinyanga kwa kazi nzuri na ushirikiano wao, na wale wengine wote ambao sijawataja na washukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Naibu Spika, hitimisho. Makadirio ya ukusanyaji wa maduhuli wa mwaka wa fedha 2026/27. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2026/27 Wizara ya Mambo ya Ndani imepanga kukusanya jumla shilingi bilioni 499 na milioni 90 kutoka kwenye vyanzo mbalimbali. Ili kufikia lengo hilo, wizara itaendelea kuimarisha matumizi ya mifumo ya kielektroniki na ununuzi wa vitendea kazi vya kisasa. Maombi ya fedha kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima na taadhima, naomba sasa bunge lako liidhinishe bajeti ya jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 443 milioni 215 laki 927,000 kwa ajili ya matumizi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi kwa mwaka wa fedha 2026/27. Mchanganuo wa fedha hizo ni kama ifuatavyo: moja, shilingi trilioni 1 bilioni 953 milioni 366 laki 486,000 sawa na 80% ya bajeti yote ya wizara ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 1 bilioni 183 milioni 766 laki 640,000 ni mshahara na shilingi bilioni 769 na milioni 569 laki 446,000 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. 2, shilingi bilioni 489 milioni 849 laki 441 sawa na 20% kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 453 milioni 955 laki 443,000 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 35 milioni 893 laki 594,000 ni fedha za nje. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba hii pia inapatikana katika tovuti ya wizara www.moha.go.tz. Mheshimiwa Naibu Spika, nayo heshima kubwa naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Waziri, hoja imetolewa Mheshimiwa Bunge na imeungwa mkono. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi kwa hotuba ya wizara.